Naitwa Abdulkarim Mwajasi, ni mgunduzi wa UTI vector kwa sasa. Hii ni kinga ambayo ni ya kwanza kugundulika na ni ya kipekee. Kinga hii inaweza kumsaidia mama anayesafiri, anayekwenda kwenye vikao, mwanafunzi wa shule ya bweni, hata wale ambao wako kwenye mzunguko wa katikati ya mji kwenye vyoo vya public. Kinga hii ndio suluhisho la kuondoa tatizo la UTI vector kwa sasa. Hakika asilimia kubwa ya watoto wa kike, baadhi yao wanaopenda sana kujipulizia perfume, baadhi yao wanakuwa wanasumbuliwa na tatizo la UTI. Huwa wanatumia perfume kwa ajili ya kuondoa ile harufu inayotokana na kwenye maeneo yake yaliyotafunwa na bakteria wa UTI. Hivyo basi, hii itakusaidia kujikinga na baadhi ya matatizo ya UTI. Especially unaweza ukaibeba kwenye mkoba, kwenye handbag, popote pale, hata mfukoni, kwa ajili ya kujikinga wewe na bakteria wa UTI. Hii ni salama na imethibitishwa na taasisi mbalimbali. Hivyo basi ni ya Kitanzania na ina ubora. Kila ambaye ana tatizo la bakteria wa UTI, hata wale ambao ni wasafiri kwenda mikoani sehemu mbalimbali, mabasi yale asilimia kubwa yanachukua watu wengi sana, mpaka takriban watu 60. Hivyo basi tunaweza tukakusanya mabasi 5 mpaka 6 kwenye hoteli moja kwa lengo la kuchimba dawa. Lakini pale kila mmoja anakuwa na historia yake ya alikotokea, na wote wakati ule tunashare vile vyoo bila ya kufanya usafi wakati huo. Kwa hiyo basi utakapokuwa na UTI vector kama hii, utakapofika eneo lile, utaspray kwa sekunde 10 na utaspray matone 3, utakaa kwa sekunde 19 mpaka 20, utaweza kukitumia choo hicho. Kwa muda ambao umespray ndio muda ambao ni sahihi, wale bakteria wote waliokuwepo pale watakuwa wamekufa na wewe utabaki kuwa salama kukitumia choo hicho, na hutopata maambukizi kabisa ya bakteria ya UTI daima dumu, endapo tu utakuwa umeitumia UTI vector. Ninataka kujua ilikuwaje ukaja na hii UTI vector? Mimi namiliki takribani mifumo 13 ya kemikali. Hii UTI vector ni zao la method of reducing sulfur content from the diesel engine and petroleum engine. Ni mfumo ambao na umiliki kisheria kupitia taasisi ya BRELA, na huo mfumo huo umezaa product hii. Zipo nyingine nyingi, lakini kwa leo nitapenda nizungumzie disinfectant of UTI vector ambayo inatokana kwenye mfumo wa kemikali. Hii sio kinga ya dawa za mitishamba, no. Hii ni mfumo wa kemikali unaotoka kwenye method of reducing sulfur content. Kingine unaweza kutuambia toka umefanya ugunduzi wa dawa hii, umeweza kuwafikia watu wangapi mpaka sasa? Takribani mpaka sasa hivi nimefikia takribani mikoa 5: Dar es Salaam, Mwanza, Tanga, Dodoma na Arusha. Kote huko nina mawakala. Japo Dar es Salaam na mawakala takribani 25 kwa sasa, lakini nimeenea takribani mikoa 5 kwa sasa. Nataka ikifika mwisho wa mwaka niwe nimeenea mikoa yote kwa sasa. Mapokeo ya watu wanasemaje? Mapokeo ni makubwa na ni mazuri, kwa sababu watu wa kwanza kuipokea UTI vector walikuwa viongozi wa serikali pamoja na stafu wao. Lakini sasa hivi kwenye vyuo mbalimbali vya vyuo vikuu, vyuo huria, wote wanatumia UTI vector. Kwenye shule za mabweni na kwenda kutoa elimu and then nawapatia kinga ya kujilinda, kwa sababu shule unakuwa mfano maximum ni kwenye shule hizi za bweni tu, unakuta shule ina wanafunzi 300, lakini katika wanafunzi 300 mpaka 1000 hakuna vyoo zaidi ya 10. Kwa hiyo unakuta kila mwanafunzi ana historia yake alikotokea. Mathalan, kuna shule moja unakuta mtoto anatoka Mwanza, mwingine anatoka Kigoma, mwingine anatoka Singida, wote wamekusanywa katika bweni moja, wote wanatumia choo kimoja. Hakuna kinga ya kuweza kuwakinga wao wote kwa wakati mmoja. Hivyo basi nimekuja na UTI vector ambayo inakuwa ni kama self guard ya kila mmoja wapo. Atakapofika chooni anatumia UTI vector yake bila ya kujali afya ya mwingine. Yeye anatakiwa ajali afya yake kama yeye, kwa sababu hawezi kusoma bila ya kuwa na afya. Afya ndio mtaji wake. Kwa hiyo ili mtaji wake ulindwe, lazima atumie UTI vector.
Sasa naomba process za kwamba nimeshaichukua hii, natakiwa kuanzaje kuitumia kama mtumiaji? Sawa sawa. Hii ukishainunua kutoka kwa mawakala wetu, cha kwanza unaweka kwenye handbag yako. Umejisikia haja, mathalan unafanya kazi Kariakoo, unakuta ofisi moja ina wafanyakazi 20, lakini wote wanatumia choo kimoja, wa kike na wa kiume. Sasa kwa mfano umeenda chooni pale, una spray hii. Cha kwanza ukishatoa kwenye, unataka kwenda chooni, unachukua kwenye handbag yako, unakifungua pap, unakivuta hivi. Hiki kinakuwa kimefunga. Kikifunga hiki akidondoshi dawa wala hakikukeri, ni portable, kinabebeka popote. Unakifungua hivi. Kisha kifungua unatoa haka karatasi hapa. Hiki karatasi kimekaa kwa sababu mtu mwingine unakuta ukishampa tu anabonyeza anajimwagia. Kwa hiyo utakikuta kimefungwa hivi, kiko sealed. Sawa? Unafungua. Ukishafungua, ukishaingia chooni, una spray, unabonyeza, inatoka dawa mithili ya perfume. Sawa? Utaspray mara 3. Baada ya hapo utalazimika kusubiri ndani ya sekunde 19 mpaka 20. Na maanisha wale bakteria watakuwa wamekufa, kwa sababu wale bakteria au yule bakteria anakuwa na sifa mbili. Ana tabia kufanya movement na ya kupeperuka. Kwa hiyo unapo spray ndani ya sekunde 19 atakuwa amesha fariki. Hii kufariki kwake matokeo yake tuliyapata kupitia GCLI. Yaani ilibidi ichunguze kwa kufanya utafiti. Je, hii kinga inaua hao bakteria wa UTI? Kwa hiyo lazimika tuandae mchakato wa wazalisha wa bakteria wa spray. Kwa hiyo utakapofika pale, ukisha spray, ukisubiri ndani ya sekunde 19, hakika bakteria wote ambao wako eneo lile, hakuna atakayefanya movement, hakuna atakayepeperuka, wote watakufa. Baada ya kufa, wewe utabidi utumie choo chako ukiwa una uhakika hakuna maambukizi ya aina yoyote utakayoyapata kupitia bakteria wa UTI. Mara baada ya kutumia, inachukua muda gani ile dawa kwa imeisha? Kama nimeshatumia, nimeweka dawa yangu, naondoka. Nikirudi tena lazima ni spray au? Vizuri sana. Hizi dawa ziko za design mbili. Kuna yenye ujazo wa mililita 20, kuna yenye ujazo wa mililita 500, nikimaanisha nusu lita. Hizo zote zinapatikana. Hii hapa mathalani imekaa kwa lengo la transit, mtu anayehamahama, anayefanya movement katikati ya mji au eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa mfano nikiwa niko Kariakoo, nimeingia chooni, nitalazimika kuspray. Sawa? Nitakapoona sasa hivi ni saa 8, ofisi imefungwa, naenda posta, kuna kitu naenda kununua, nikishikwa na haja, nitalazimika kwenye hicho choo ni spray tena, kwa sababu sijui historia ya waliopita nyuma wakoje. Kwa hiyo hii ni popote utakapotumia choo tofauti na awali, ni lazima uspray. Lakini yenye ujazo wa mililita 500 inakaa nyumbani, haibebeki. Kwa hiyo unachofanya, una spray asubuhi choo chote, unakifanyia usafi asubuhi. Itakaa ndani ya masaa 24 kuja kuanza kuisha nguvu. Kwa hiyo ukifanya usafi asubuhi, mpaka kesho tena asubuhi unafanya usafi, kwa sababu iko kwenye nyumba yako ya public, wale yuko pale wote unawamiliki wewe, unajua historia za afya zao. Kwa hiyo ukikisafisha asubuhi choo chako cha nyumbani cha public, hutolazimika tena kuspray dawa mpaka kesho asubuhi. Lakini hii ni kila utakapoingia choo tofauti na ambacho ni cha nyumbani kwako, lazima uspray, kwa sababu hujui wanaotumia hicho choo historia zao za afya ziko vipi. Na labda nataka nijue usalama wa mtumiaji uko kwa asilimia ngapi? Usalama wa mtumiaji uko kwa 100%, kwa sababu hii kinga imeverify ndani ya maabara kubwa za rufaa 2. Maabara ya kemikali liliojiwa sana na madokta wengi, walifanya interview na mimi kwamba tunataka tujue kemikali yake ikoje mtu akitumia. Ikalazimika tuandae sample tupeleke maabara ya rufaa. Bado kana swali jingine, je, mazingira yetu ya Tanzania ikitumika haiwezi kuleta athari? Tukalazimika pia kuitafuta maabara ya kimazingira. Kwa hiyo hii hapa imeverify kwenye maabara za rufaa za nchi, ikiwemo maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Na pia kwa kuongezea tu, maabara ya mkemia mkuu wa serikali upande wa kipindi cha mkoloni ndio maabara pekee duniani iliyogundua vimelea vya maradhi ya malaria na TB enzi ya ukoloni. Lakini kipindi hiki cha enzi ya Mama Samia Suluhu, maabara ya mkemia mkuu wa serikali ndio iliyogundua kinga ya kwanza
ya maradhi ya UTI duniani ambayo inaitwa UTI vector. Kwa hiyo historia imejirudia. Watanzania ndio wa kwanza tuligundua vimelea vya maradhi ya malaria na TB kupitia maabara ya mkemia mkuu wa serikali mwaka 1895. Lakini mwaka 2024 maabara hiyo hiyo ikiwa chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu, leo hii ndio maabara ambayo imegundua kinga ya kwanza ya maradhi ya UTI duniani ambayo mimi ndiyo mgunduzi, lakini maabara ndio ilithibitisha uhalali au nguvu ya kuua hao bakteria. Kwa hiyo ni historia imejirudia, tumeandika tena. Tuliandika historia kupitia TB na malaria, na pia kupitia GCLI tunaandika historia kwa kugundua kinga ya kwanza ya maradhi ya UTI. Sasa mimi nimeiona bidhaa, nimeipenda, natakiwa kufanyaje kuipata? Kuipata kuna namba za simu, kuna mawakala ambao wameenea takriban mikoa 5. Kwa hiyo tuko kwenye jitihada za kupanua zaidi huduma ili tumfikie Watanzania wote. Plani kwanza ilikuwa ni kuenea kwenye vyuo, kwa sababu ndio kwenye mkusanyiko wa watu wengi, mashule ya mabweni, kwenye kambi za wakimbizi, kambi za magereza huko. Lakini kadri ya muda unavyozidi kwenda itazidi kupatikana. Kwa sasa tuna mawakala Dar es Salaam, na mimi mwenyewe pia kwenye mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, kote ni UTI vector. Ukiandika tu itakupa mawasiliano, itakupa mwongozo jinsi gani utaipata. Pengine wito wako ni upi hasa kwa watumiaji wa vyoo, watumiaji wa huduma, yani hivyo ambavyo mmevizungumzia, kipi ambacho nataka kuambia hasa wananchi wa Tanzania? Ni kipi hasa kuhusiana na hicho? Ninachoweza kuambia wananchi wa Tanzania au Watanzania wenzangu, mimi ni Mtanzania, nimegundua hii. Napenda kwanza tuthamini vya kwetu kwa sababu vina nguvu kubwa kuliko kuagiza nje alafu tuanze kukaa vikao vya kuvijadili jinsi gani ya kutumia. Hii ni ya kwetu, tumeigundua wenyewe, tumeifanyia mchakato wa uthibitisho wenyewe. Na hii kama hutoitumia uko kwenye hatari ya kupata magonjwa ya UTI, kwa sababu hakuna kinga yoyote isipokuwa hii. Kuna dawa 2 ambazo pia bado zina changamoto kwenye mifumo ya damu. Kwa hiyo ili uwe salama kama Mtanzania mwenzangu, ni lazima utumie UTI vector. Vinginevyo itakuwa unadanganya ubongo wako mwenyewe, kwa sababu kinga ni moja tu kwa sasa. Wito wako kwa serikali ni kipi ambacho natamani serikali sasa iweze kuongea na wewe na kukusaidia? Pengine kikubwa kwa serikali ambacho nakitarajia, natamani kabla Mheshimiwa Rais hajamaliza muhula wake wa kustaafu, iwe kinga imeenea Tanzania nzima. Hivyo basi ningetamani serikali ijaribu kuona jinsi gani tunaweza tukatengeneza kiwanda ili ikawa introduce Afrika nzima, kwa sababu hati ya uchunguzi wa sampuli hii ya UTI vector ina muhuri wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Ushirikiano wa Nchi za Afrika Mashariki na Kati. Kwa hiyo nataka Mheshimiwa Rais atie nguvu ili tuweze kutengeneza kiwanda ambacho kitaenea Afrika nzima, tuzalishe product yetu ya Kitanzania ya kwanza duniani, tukinge wengineo wote. Kwa hiyo napenda andike historia kupitia UTI vector kwa sababu ni ya kwanza na imegundulika ndani ya utawala wake na imeridhiwa ndani ya utawala wake. Kwa hiyo ningependa nione mkono wake kupitia hii. Kwa kumalizia, kama una chochote ambacho tumekisahau napenda kizungumza, karibu wakati wako. Kwa kifupi tu kwamba Tanzania kama Tanzania tunaweza sana, isipokuwa tunatakiwa tuwezeshwe na serikali yetu ili tufike mbali. Kuna vitu vingi sana ambavyo vimegundulika lakini bado vimekosa nguvu. Mimi nimejitokeza na mwaka 1900, mwaka 2019 nilikuja na nishati safi, nikaja na method of reducing sulfur content. Sasa hivi nimekuja na disinfectant of UTI vector. Kwa hiyo nimeshagundua teknolojia 3 ambazo zote zina ulinzi wa kisheria. Kwa hiyo nilikuja na ya kwanza hawakunielewa 2019. Nikaja na sulfur hawakunielewa. Nimekuja na disinfectant of UTI vector. Pia wasiponielewa kama taifa langu sitowalaumu. Nitakuja na kinga nyingine ya kumzuia mwanadamu asiumwe kabisa. Na pia nitakuja na kinga nyingine ya kumfanya mwanadamu asipoteze muda kwa kufanya mazoezi. Zote hizo ni katika teknolojia 13 ambazo zote sasa hivi ziko stock kwa mkemia mkuu wa serikali. Kwa hiyo nina uwezo wa kuchomoa yoyote tu. Nina uwezo wa kwenda na kutoa yoyote. Mpaka sasa hivi nimeshatoa 3 na zimeshathibitishwa na serikali kupitia BRELA.
na nyingine kama hii imeshafanywa uchunguzi na imesha verify kimataifa. Kwa hiyo hata hii ikiwa imekosa nguvu, nitatoa nyingine ya kumfanya mwanadamu asiumwe kabisa. Ikishindikana hiyo, nitatoa nyingine ya kumfanya mwanadamu asiumwe hata kama afanye mazoezi, amelala tu ndani. Ndio. Pengine hii shughuli ya umeianza lini? Sasa kwenye hii UTI Vector na hizo vitu vingine vinavyozungumza. Unaweza kutuambia mwaka? Nilianza mwaka 2017 ndio nilianza hii michakato. Mpaka leo nafikiri takriban miaka 8 sasa. Lakini bado kuna safari ndefu kwa sababu ziko nyingi. Na si lazima nitoe teknolojia zote. Naweza nikatoa hii moja tu ikasaidia nchi yangu. Nyingine zinaweza kaja katolewa na mzazi vingine za kwangu mimi, kwa sababu tayari zote zimeshakuwa patent tayari. Zimeshasajiliwa na zinalindwa kisheria. Changamoto ipi ambayo unaona wao unakumbana nayo sana hasa kwenye ugunduzi wako wa hizi bidhaa? Changamoto ni cha kwanza unadharaulika kwenda kwenye taasisi za serikali. Pili, wanakubeza. Lakini leo UTI Vector ndio kinga pekee ambayo imeverify. Lakini pia changamoto nyingine ni mitaji. Tunaweza ukaambiwa kwamba ukienda kuomba sehemu wanakuambia mbona kuna taasisi fulani inatoa hivyo, lakini ukifika ni tofauti na wanavyokuambia. Kwa hiyo kuna changamoto. Na sehemu kuna misi. Ukienda juu wanakuambia kule chini kunasaidia, lakini ukienda chini wanakuambia sisi hatupo kwenye mifumo hiyo. Sawa. Malizie kwa jina lako, cheo chako na vitu unavyofanya. Kwa majina naitwa Abdul Karim Mwajasi, ni mgunduzi wa UTI Vector, ni mgunduzi wa method of reducing sulfur content from the diesel engine and petroleum engine. Pia ni mgunduzi wa waste oil driven cooking apparatus. Pia ni mgunduzi wa disinfectant of UTI Vector. Na pia ni Mtanzania ambaye na uwezo wa kufanya vitu vingi sana kulingana na mifumo ya kemikali. Mimi huwa nacheza na kemikali. Na ndio maana ofisi rafiki ilikuwa ni kwa mkemia mkuu wa serikali. Japo ni shaingia SIDO, shaingia BRELA, shaingia kwa mkemia mkuu wa serikali, shaingia Baraza la Taifa la Mazingira, nimesha kuwepo Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Kwa hiyo si mtu mbaya au ni mkinzani wa serikali, japo natumia mifumo ya kemikali. Pia ni rafiki wa mazingira kwa sababu ninachokitumia ni waste oil ambayo ilikuwa inamwagwa au inamwagwa kwa sasa. Kwa sababu tangu ukoloni waste oil ilikuwa ikitumika kwenye mazingira manne ambayo Watanzania au binadamu wote wameshahama kwenye hayo matumizi. Waste oil toka ukoloni ilikuwa inatumika kwenye kumwagilia michongoma, kwenye fence zile kama kumlinda nyoka, watu wameshahama. Sasa hivi wanajenga fence. Au bari ya kutengeneza kupanda michongoma kwa ajili ya fence watu wameshatoka. Tumizi la pili ilikuwa tunamwaga kwenye minyororo ya basikeli au pikipiki ili isishike kutu. Watu wameshahama, wana BMW sasa hivi. Tumizi la tatu watu walikuwa wanaweka kwenye mbao za linta kwa ajili ya kumlinda mdudu kila au mbungo asigonge. Watu wameshahama, wanatengeneza dawa za mbao. Tumizi la 4 na la mwisho ambao ni very less, tulikuwa tunamwaga kwenye vyoo vile vya kizamani ukitaka kutapisha. Unamwaga oil. Lakini watu sasa hivi hawana vyoo vya kutapisha, wana vyoo vya kuvuta. Kwa hiyo mimi nimekuja sasa hivi nimeichukua waste oil kuiongezea thamani. Japo mataifa ya magharibi yanatoa pesa nyingi kwa ajili ya kuzuia mafuta yasimwagike baharini. Sasa mimi sitaki yamwagwe tena baharini, sitaki watu watumie gharama kubwa. Nataka waste oil tuifanye kuwa ni kitu cha thamani tena, kwamba mtu hata akiwa na gari lake akienda kumwaga oil anaichukua, anaenda kuniuzia mimi naye anapata kipato. Yaani ananunua mpya na anauza ya zamani. Kwa hiyo hapati hasara. Okay, hii swali nitakuwa nikuuliza mwanzo, nataka kama kwa kumalizia. Professional wewe mtaaluma wako ni ipi? Yaani mtu hata akianza kuongea anasema ongea na daktari, ongea na mkemia, ongea na mwalimu na kipaji tu cha kuzungua. Mimi sijasoma sana. Ni Mungu tu ndo amenifanya leo tunazungumza hapa, lakini nina elimu ambayo tayari haipo duniani. Nina elimu yangu binafsi. Yaani kama ni mwanafunzi, sina mwanafunzi wala sina mwalimu, ila naweza nikazalisha mwanafunzi mimi. Japo mwanafunzi huyo sitomsomesha kwa daftari wala kalamu. Namiliki mifumo ya kemikali ambayo imethibitishwa duniani. Kwa sababu hiyo method of reducing sulfur content from the diesel engine ni ya kipekee duniani. Na hakuna mtu ambaye anaweza akacheza na huo mfumo.
kwa sababu hata baadhi ya teknolojia nilijaribu kuzitreat kwenye mwili wangu. Nilishafanya hivyo katika hospitali ya mkoa wa Tanga, nilijitreat mimi mwenyewe. Nilishafanya hivyo katika hospitali ya Rangi Tatu, nilijitreat mimi mwenyewe. Kwa hiyo nina mifumo yangu ambayo huwezi kuipata kwenye shule kwamba utasoma. Kwa hiyo ni zaidi hata ya daktari au PhD, kwa sababu madaktari wanasoma and then wanatuhudumia, lakini mimi navumbua mwenyewe na natengeneza notes zangu mwenyewe na natengeneza calculation zangu mwenyewe. Lakini mwisho wa picha naenda kuchallenge, na mimi napeleka kwenye mifumo ya maabara, baadaye wananipa majibu ambayo mimi nilishakuwa nayo tayari, kwa sababu nina sampuli 13 ofisi ya mkemia mkuu wa serikali, na zote zina namba ya sulfa tofauti. Katika zote 13 hakuna hata moja inayofanana nayo. Kwa hiyo nina uwezo kuingia kwenye mifumo yangu nikasema leo natengeneza kitu fulani na kikawa. Kwenye harakati zako sasa za kufanya hivi vitu, pengine kuna namna serikali ishakutafuta au ushaitafuta kutaka kupata chochote? Mimi nipo kwenye mifumo ya serikali. Mpaka hapa tuseme ni msaada wa serikali, kwa sababu kwenda kutafuta patenti, kwenda kupimia, unaingia kwenye taasisi za serikali. Kwa hiyo na yenyewe ni msaada. Japo kupata fungu kwamba bwana okay sawa. Kwa sababu mimi nina kila kitu. Nina kampuni, na certificate za BRELA, za SIDO, lakini lile fungu kama milioni 500, milioni 600 hiki bwana tuanzishe biashara, bado. Kwa mpaka sasa na bado napambana mimi kama mimi kuisaidia jamii yangu.